John Heche akiwa Morogoro kule, ati anapambana na mama mmoja, rafiki yangu, dada yangu aliyenifundisha siasa, Mheshimiwa Susan Limbweni Kiwanga. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa kanda, nikiongoza mapambano katika mkoa wa Morogoro, Dodoma na Singida. Kwenye chama kile nilichokuwepo Chadema, nilikuwa mwanamke pekee mwenyekiti wa kanda. Chadema ilikuwa ina wenyeviti wa kanda 10 na mimi nikiwa mwanamke pekee. Ninajiamini kwa sababu niliamua kuweka kalamu chini ya uandishi, nipambane kwa ajili ya Watanzania. Nikiwemo huko kwenye chama hicho, wakati tunaendelea kupambana, watu watajiuliza, hivi mama, unatuambia mpambanaji, kwa nini ulitoka Chadema? Naomba niwaambie Masumbwe, niliacha kalamu kuwapambania Watanzania na nilikuwa mwenyekiti wa kanda. Chama kile, ndugu zangu, kiliasisiwa na mzee wetu Mtei, tena baada ya kutofautiana na Mwalimu Nyerere. Akamwambia tunataka demokrasia, haiwezekani tuongozwe na chama kimoja, leteni vyama vingi. Kikaanzishwa Chadema, tukaingia kwenye mapambano, tukaanza hivyo kwa kupata wabunge wachache, mpaka tukafika mahali tukawa na wabunge zaidi ya 40. Ndugu zangu, nilipokuwa kule nikasikia wanasema eti mwaka huu tusiende kwenye uchaguzi. Nikawaambia, eti mnasema tusiende kwenye uchaguzi, twende tukazuia uchaguzi? Si mnawasikia wakisema no reform no election? Tukawaambia, ndugu zangu, CCM hawakutamani hata kuwa na vyama vingi. Mtei akapambana kukawa na vyama vingi, wengineo wakapambana tukawa na vyama vingi. Sasa inakuwaje leo twende tukamsusie panya gunia la unga? Inawezekana? Tukamsusie nyani shamba la mahindi? Inawezekana? Nikasema hapana. Mwezi wa 4 mwaka huu, chama nilichokuwepo cha Chadema kikakataa kwenda kusaini kwamba kitashiriki uchaguzi. Nikasema kama malengo ya chama hicho yametoka kuwapambania Watanzania, basi ngoja nitafute mlango mwingine wa kwenda kupambana na Watanzania. Ndugu zangu, taifa hili liko masikini kwa sababu hatuna watu wa kutupambania. Tukaamua kutoka Chadema kwa nguvu zote, tukasema malengo na makusudio yetu ni kwenda kuwapambania na kuwasemea Watanzania. Chadema inasema siku ya uchaguzi watu waende wakaandamane, wakazuia uchaguzi. Nikawaambia, hebu niambieni ndugu zangu wa Masumbwe, kuzuia uchaguzi maana yake nini? Uchaguzi uko kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba mtu aende Masumbwe, aende akabebe sanduku la kura, akimbie nalo. Huyo mtu atapona kweli? Hawa maaskari si mnawaona? Huyo mtu atapona kweli? Kwa hiyo tukamwage damu siku ya uchaguzi, badala ya kwenda kuyakaba CCM, tuyazuie asiingize kura feki, tuyazuie kwamba yashindwe, tuyashinde, tuhakikishe watu wetu wanachaguliwa na kutangazwa. Chadema wanasema sisi twende tukaandamani. Ndugu zangu, na wengine wanawaambia walale barabarani. Sasa watakao lala barabarani, maana yake wanazuia shughuli za barabara, watakutana na madefender ya polisi. Uongo kweli ndugu zangu? Watakao sema wanajaribu kwenda kusukuma watu wasipige kura, watakutana na mkono wa dola. Uongo kweli ndugu zangu? Cha msingi kipi? Ni kwenda kupambana. CCM kuna maeneo
kuna vijiji, kuna vitongoji, kuna kata, kuna majimbo ambayo tumewahi kushinda upinzani. Uongo kweli ndugu zangu? Kwani tulikuwa tunafanyaje tunashinda yale majimbo? Kwa sababu tulikuwa tunajipanga, si ndio? Sasa tulipotoka kule ndugu zangu, niseme kwa kifupi tu. Wenzetu kule baada ya kuona sera yao sasa hata ya kupambana kusema no reform no election haina mashiko, wakaanza eti kupambana na sisi tuliosema tunataka tukawapambanie wa Tanzania. Mmemsikia juzi makamu mwenyekiti John Heche akiwa Morogoro kule ati anapambana na mama mmoja, rafiki yangu, dada yangu aliyenifundisha siasa, Mheshimiwa Susan Limbweni Kiwanga. Mama ambaye alipambana akiwa TLP, akaingia Chadema, akapambana, akawa mbunge wa viti maalum, baadaye akapambana 2015 akawa mbunge wa jimbo. Eti anasema mama huyu alikuwa mhudumu wa nyumbani, alikuwa house girl. Chadema tukamtoa huko, tukampa ubunge. Ndugu zangu, huko ni kuishiwa hoja. Hivi leo kama kuna mama hapa anafaa kuwa diwani, kwa kuwa ni mama wa nyumbani, tusimpe nafasi ndugu zangu? Apewe asipewe? Eti kwa kuwa mama ni mtumishi wa nyumbani, hana shughuli yoyote, lakini ana uwezo wa kuongoza mapambano, anyimwe eti kwa kuwa ni mtu ambaye hana elimu? Apewe asipewe? Huyo makamu mwenyekiti wao amechanganyikiwa. Na hayo ndio tulikuwa tunayapinga tukiwa Chadema, mfumo dume usioheshimu wanawake wa taifa hili. Wanawake leo hii wanaweza kufanya kila kitu anachofanya mwanaume. Mmewaona wanawake madereva, uongo kweli? Mmewaona wanawake marubani, uongo kweli? Wanawake mainjinia, uongo kweli? Leo mtu anasema huyu mwanamke alikuwa mama wa nyumbani, yaya, hana elimu yoyote, alikuwa hana nyumba, tumempa ubunge, amekimbia mapambano. Inahusu nini? Inahusu nini? Ni kuchanganyikiwa. Na vile vile huyo makamu wao akiwa pale Morogoro, wengine wameniambia wanajua Morogoro vizuri, ameacha hoja yake ya no reform no election, ameanza kugeuka kuwa mpiga debe wa wabunge wafanyabiashara wa CCM. Akiwa Morogoro juzi anawaambia eti yale mabasi, wangapi tumewahi kwenda Dar es Salaam tukaona yale mabasi ya mwendo kasi, eti wanasema yale mabasi ya mwendo kasi akapewe Abudi. Akapewe Abudi, mbunge wa CCM aliyeua viwanda. Mwalimu Nyerere aliweka viwanda Morogoro zaidi ya 20. Amevila vile viwanda, amevimaliza vyote. Sasa hivi viwanda vinafuga mbuzi. Anataka mtu huyo aende akapewe tenda ya kuendesha mabasi ya mwendo kasi Dar es Salaam, aende akayaue tena. Huyu makamu mwenyekiti atuambie amepewa bei kiasi gani? Haiwezekani. Chauma tunaamini kwenye ushindani, hatuamini kwa watu kuendelea kuumiza au kumaliza rasilimali ambazo Watanzania wanalipa kodi. Viwanda vimekufa, anataka kauwe na mwendo kasi Dar es Salaam. Hii biashara lazima tujue kuna kitu kinaendelea hapo. Kama leo mpinzani wa kweli anageuka kuwa mpiga debe wa wabunge wafanyabiashara wa CCM,